Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na tumaini nyote mni wazima, mimi pia ni mzima. Jina langu naitwa Ibrahim Hussein Kizunguto, ni mratibu au afisa elimu wa somo la dini ya Kiislamu mkoa wa Iringa. Mkoa wetu wa Iringa una jumla halmashauri 5 zenye wilaya 3, ambapo tuna halmashauri ya Mufindi, tuna Kilolo, tuna Iringa DC, lakini pia tuna Iringa MC. Kwa katika halmashauri zetu zote hizi, shule zetu wanafunzi wanasoma elimu ya dini ya Kiislamu, japo sio kwa wingi, kwa maana tunaona mkoa wetu wa Iringa idadi kidogo ya Waislamu sio kubwa, lakini tuna halmashauri zetu zote wanafunzi wanasoma somo la elimu ya dini ya Kiislamu. Nini maana ya somo la elimu ya dini ya Kiislamu? Tuanzie hapo kwa wale ambao watufahamu. Hili ni somo ambalo wanafunzi wa Kiislamu wanajifunza shuleni kwa mfumo maalum, kwa mtaala ulio rasmi, kuanzia darasa la kwanza mpaka form 6. Kama tunavyofahamu sasa hivi kuna combination zimeanzishwa na serikali. Form 6, form 5 na form 6 pia wanasoma somo la elimu ya dini ya Kiislamu. Mwaka huu kuanzia mwezi wa 7 wataingia form 6. Kwa hiyo tutakuwepo na wataalamu baadaye waliosoma somo la elimu ya dini ya Kiislamu. Kwa hiyo kuanzia shule ya msingi, somo la elimu ya dini ya Kiislamu darasa la 7 linatahiniwa au ule mtihani unasimamiwa na TISTA, Tanzania Islamic Studies Teaching Association, ambao mimi ni mratibu wake. Lakini kuanzia sekondari, kidato cha pili, kidato cha 4, kidato cha 6 linatahiniwa pamoja na serikali kwa kushirikiana na TISTA kwenye kuandaa mitaala, kuandaa vitabu na kadhalika. Huwa kuna mtihani wa taifa wa darasa la 7 kama nilivyowaambia. Kwa sekondari serikali imelichukua hili jukumu la gharama zote za mtihani, za uendeshaji wa mtihani, lakini kwa shule ya msingi hizi gharama zipo chini ya Waislamu wao wenyewe. Kwa hiyo kuanzia uandaji wa mtihani, uchapishaji, usambazaji, ukusanyaji, kumaki pamoja na kutoa matokeo lipo chini ya sisi Waislamu peke yake. Kwa mkoa wa Iringa kwa mwaka huu tuna shule 98. Kwa mkoa wa Iringa mwaka huu tuna shule takriban 98 zinazofanya mtihani wa darasa la 7, lakini pia tuna shule ya msingi moja ambayo shule moja ambayo inafanya mtihani wa darasa la 4. Kwa darasa la 7 tuna shule 98, ambapo Iringa MC tuna shule 39 zinazofanya mtihani wa taifa, lakini pia kwa Iringa DC tuna shule 32, halmashauri ya Kilolo tuna shule 9, Mufindi tuna shule 98. Kwa hiyo jumla ukiangalia hapo wanafunzi tuna takriban wanafunzi 1150 wa darasa la 7, na wanafunzi wa shule ya msingi wa darasa la 4 tunao 24. Tumekuwa na progress tangia nyuma hapo, tulikuwa tuna shule 32 zikapanda mpaka sasa hivi tuna shule 98. Kwa hiyo inaonyesha namna gani watu wanapambana wanafunzi kusoma dini yao. Na ongezeko la shule zinazofundishwa somo la elimu ya dini ya Kiislamu zimeongezeka. Kwa nini? Kwa sababu wazazi na jamii imeona umuhimu wa kusoma somo la elimu ya dini ya Kiislamu. Tofauti na zamani, sasa hivi mtu anasoma somo la elimu ya dini ya Kiislamu, ukiachana tu na kumtambua Mola wake, inakuwa kama fursa ya yeye kupata ajira. Kwa nini? Kwa mfano baadaye serikali itaajiri mwalimu wa somo la elimu ya dini ya Kiislamu, anafundisha dini, yupo katika mfumo wa serikali, lakini pia anaajiriwa na serikali na hela inaingia. Kama mwalimu alivyokuwa mwalimu wa physics, mwalimu wa hesabu. Kwa baadaye tutapata wataalamu wa somo la elimu ya dini ya Kiislamu walioajiriwa. Hii itapelekea nini? Itapelekea maandalizi bora kwa jamii yetu, na hatimaye jamii yetu itakuwa ni yenye kuongoka. Kwa hiyo nahusia ndugu zangu Waislamu, hawa vijana wanahitaji malezi, wanahitaji kufundishwa. Hali ni mbaya huko mashuleni. Jamii tushirikiane. Tukisema watu fulani tu ndio wahusike katika hili jukumu la malezi hatutaweza. Kwa hiyo kila mtu kwa nafasi yake, iwe ni mzazi, iwe mwalimu mlezi, iwe imamu, iwe nani, hili jukumu ni la kwetu. Kama nilivyowaambia mwanzo, hili somo la elimu ya dini ya Kiislamu sasa hivi linasimamiwa na jumuiya inaitwa Tanzania Islamic Studies Teaching Association. Ni jumuiya. Kwa hiyo tukisema jumuiya inamaanisha mimi, wewe na mwingine. Sio jukumu la mtu mmoja. Kwa hiyo tukikutana sisi tukayajenga ya kwetu,
tukaweka malengo yetu, inshallah naamini watoto wetu wataweza kumtambua Mola wao kwa kupitia somo la elimu ya dini ya Kiislamu. Wapo walimu wetu wanatusaidia mashallah, tuna walimu waajiriwa wanafundisha kwa sekondari, kwa shule ya msingi. Kuna walimu wa shule ya msingi wanatusapoti sana katika kufundisha ili somo la elimu ya dini ya Kiislamu, bila kusahau walimu wetu wanaojitolea. Tuna walimu wengi sana sana shule ya msingi, walimu wengi wanaojitolea hawajaajiriwa, ni walimu mashehe kutoka mtaani. Tunashukuru Allah, wanatusaidia, wanaenda kufundisha. Kwa hiyo utakapomwona mwalimu wa somo la elimu ya dini ya Kiislamu anaenda kufundisha, msupport. Kwa nini? Kwa sababu anaenda anafanya jamii au watoto waweze kumtambua Mola wao. Somo la elimu ya dini ya Kiislamu kama nilivyosema lina faida nyingi. Hususan ya kwanza kabisa, vijana watamtambua Mola wao. Na tutajenga jamii ambayo yenye kumtambua Mola wake. Kwa sababu gani? Kwa sababu watoto wakishamfahamu Mola wao wanakuwa na hofu. Hata baadaye ameajiriwa, amekaa sehemu fulani, itakuwa ni ngumu kwake kuchukua rushwa au kudhulumu watu. Kwa nini? Kwa sababu wana hofu na nani? Na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili, somo la elimu ya dini ya Kiislamu analitumia kama ajira yake. Anasoma dini lakini baadaye inakuwa kama ajira. Anaweza kuitumia. Kwa mfano sasa hivi somo la elimu ya dini ya Kiislamu mpaka vyuo vya ualimu wanasoma. Mtoto anasoma labda physics na chemistry, lakini pia kuna EDK. Kwa mfano hapa Iringa tuna chuo chetu cha ualimu kinaitwa Kredu. Watoto wanafanya mtihani wa EDK. Mpaka mwaka huu mwezi wa 5 wamefanya mtihani wa somo la elimu ya dini ya Kiislamu. Kwa hiyo baadaye anaenda nyumbani, anaajiriwa, anaenda anakuwa mwalimu officially wa somo la elimu ya dini ya Kiislamu. Kwa hiyo nawaomba ndugu zangu, tuhimizane, tusaidiane katika malezi, watoto wamtambue Mola wao. Serikali imeonea ni vyema, sasa hivi imeweka ni rasmi kabisa, sio kiwiziwizi. Mtu unaenda unafundisha somo la elimu ya dini ya Kiislamu, na wametoa vipindi. Kila shule kuna kipindi cha dini, kila shule watoto wanasoma dini, na ipo katika mwongozo, katika ratiba za wiki za kila siku. Kila shule lazima wasome somo la elimu ya dini ya Kiislamu. Upande mwingine nizungumzie kuhusu upande wa matokeo. Moja kati ya mafanikio ambayo tumeyapata, mtihani wa mwaka jana 2025 tumetoa shule namba 1 Tanzania, imetoka mkoa wa Iringa. Shule namba 1, ukiachana shule zote za Tanzania, tumetoa shule namba 1 kwa kidato cha 4, imeshika namba 1, imepatikana mkoa wa Iringa. Kwa hiyo hii inaonyesha namna gani juhudi watu wanazifanya katika mkoa wetu wa Iringa. Kwa hiyo nawahusia ndugu zangu, tujumuike wote katika hili gurudumu. Hili sio jukumu la mtu mmoja au mtu mwingine. Tunafahamu ya kwamba kalima ya kwanza ambayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipewa, au jukumu la kwanza, aliambiwa soma. Kwa nini? Kwa sababu elimu ndio ufunguo wa kila kitu. Tunafahamu pia hata Adamu alayhi salam alifundishwa majina ya kila kitu. Kwa nini? Kwa sababu elimu ndio msingi wa kila kitu. Kwa hiyo nawaomba tupande hizi mbegu. Hatuwezi tukajua baadaye hawa watoto tunaowafundisha dini yupi atakuja kuisaidia dini yake. Tusipowalea, kuna msemo mmoja unasema, jamii isiyopanga itaishi kwenye malengo ya wale wanaopanga. Sisi tusipokutana tukajipanga, tukawapanga watoto wetu wasome kitu 1, 2, 3. Kuna watu watapanga watoto wetu waishi katika malengo yao. Jamii isiyolea, kuna watu watakaa watatupangia sisi watoto wetu wawalee vipi. Kwa hiyo hilo ni jukumu letu la kila mmoja wetu, mzazi, shekhe, mtu mwingine, mwalimu mkuu, mwalimu Muislamu, dokta, nesi. Hili ni jukumu letu kuhakikisha vijana wetu wanamtambua Mola wao. Kama nilivyowaambia, hili somo au fundishaji wa somo la elimu ya dini ya Kiislamu upo katika gharama za sisi wenyewe Waislamu. Kwa mfano sasa hivi tuna mtihani, tuna bajeti pia ya mtihani wa darasa la 7 na darasa la 4. Tunaenda kufanya mtihani tarehe 12 mwezi wa 8. Tunafanya mtihani wa EDK wa taifa. Gharama hizi zinatoka wapi? Gharama hizi zinatoka kwa sisi Waislamu.
Hakuna mfadhili anayetoka huko au serikalini au sehemu fulani, mtu fulani anakuja anasema hii pesa chukueni mfanye mtihani. Zinatoka katika mifuko ya sisi Waislamu. Kwa hiyo tusipolichukua sisi kama sisi Waislamu, tutashindwa kuziendesha hizi gharama za kufanya mtihani, na mwisho wa siku tutafeli. Tutaambiwa nyinyi mliomba kufanyisha mtihani au mliomba vijana wasome somo la elimu ya dini ya Kiislamu, tukawapa nafasi lakini mkashindwa, tukakosa wa kumlaumu. Kwa hiyo naomba ndugu zangu Waislamu tushirikiane. Kuna bajeti hapa, nitaomba tusaidizane sisi kama Waislamu, watoto wetu wafanye somo la elimu ya dini ya Kiislamu vizuri, kuanzia gharama za ukusanyaji mtihani, uandikishwaji, ufanyaji, usahishaji na pia na kutoa matokeo ya somo hili la elimu ya dini ya Kiislamu. Akaunti yetu ya CRDB, kama kuna mtu atakuwa atawiwa na kuchangia somo letu hili la elimu ya dini ya Kiislamu, ningeomba tushirikiane. Akaunti yetu ni CRDB 0282 06 00 11 70 0282 06 00 11 70. Jina litakuja EDK Fund. Ukiwezesha mtihani wa dini kufanyika, ukiwezesha program za somo la dini ya Kiislamu kufundishwa na mtihani kufanyika, utakuwa umemsapoti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika programu yake ya kuendeleza Uislamu mbele kwa kupitia elimu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.